kitu kikubwa tu tuweze kuyalinda na kuhakikisha kwamba tunaleta wachezaji walio bora ambao wanaweza kuleta ushindani, lakini pia wanaweza kuambukiza hali ya ushindani kwa wachezaji wetu wa Kitanzania. Na hili pia limeshafanyika kwa sababu toka tumeweza kubadilisha kanuni kwenye ligi, ushindani unaokuwepo kwenye ligi umekwenda mpaka kwenye ushindani wa timu zetu za taifa, zinafanya vizuri tofauti na huko nyuma wakati tulikuwa tuna wachezaji wachache wa kigeni au hatuna kabisa. Ndugu zangu, kuonyesha takwimu hizi zinasaidia. Tumeshuhudia sasa hivi tumekuwa wazoefu wa kutoa timu 4 kuweza kuwakilisha kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika. Tuliingia mara ya kwanza tukatoka, lakini tulivyoingia hatujatoka. Tumekuwa ndo wenyewe sasa hivi, na pointi tulizonazo pale ambazo tunaziongeza safari hii bado zinatupa na nafasi ya timu 4 msimu unaokuja. Kwa hiyo hizo pointi tunatafuta ili tuweze kuwa kwenye nafasi hizo 4. Wakati tunaingia tuliingia namba 10, tukapanda, sasa hivi nadhani tuko namba 6. Lakini pia kwa kuwa na timu 4 kwenye mashindano haya, sisi ni nchi au ni ligi ya 4 ambayo imetoa timu 4 kuingia hatua za makundi. Hii ni mara ya kwanza tumeingia. Niwapongeze zile timu ambazo zimeingia makundi, lakini pia nizipongeze timu nyingine ambazo zimetoa ushindani kuweza zile timu kwenda kufanya vizuri katika mashindano ya Afrika. Ni jambo linatakiwa tulihakikishe tunalitunza na tunahakikisha kwamba tunakuwa kwenye nafasi hiyo. Kazi tulionayo ni kuingiza timu nyingi kwenye robo finali, na ikiwezekana zote 4 ziingie. Hata kama kwa matokeo mengine ambayo tumeanza nayo sio mazuri, lakini bado hatujapoteza matarajio, tunaweza kufanya vizuri zaidi. Hongereni sana na niwatakie kila laheri, muweze kufanya vizuri kwenye mashindano ya Afrika na kufika robo finali. Kwa kuzungumzia hayo, kipekee niwapongeze timu za Young African, Simba Sports Club, Singida Black Star pamoja na Azam FC kwa kuweza kutuheshimisha Tanzania. Mimi jamani, huko kwa wenzangu mimi natembea kifua mbele kwa ajili ya matokeo ya hizi timu, na sitakubali atokee mtu yoyote asababishe hizi timu zisifanye vizuri. Mimi sitamsamehe, kwa sababu hii heshima ambayo mnatupa ni heshima kubwa. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunailinda. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba tuko pamoja. Kwetu hatua hii inabidi tujipongeze kwa pamoja, ni ya kihistoria kwa mpira wa miguu wa Tanzania, na inabakia ni changamoto kwetu kuhakikisha kwamba tunalinda uwakilishi huu. Ndugu zangu, kwa mafanikio haya tunajivunia leo, yasingekuwa hivi pasipo wadau wetu ambao tunafanya nao kazi. Kabla ya kuwa na wadau hawa ambao wameingiza hela zao kwenye ligi yetu hii, sisi hatukuweza kufanya lolote. Nichukue nafasi hii kutoka moyoni kwangu kwa dhati kabisa kuwapongeza kampuni ya Azam Media, benki ya NBC na mdau aliyeingia sasa hivi Just Fit, ambaye ameingia kuhakikisha kwamba ligi yetu inakuwa bora, inapendeza. Kwa upande mwingine wa wasimamizi wetu
wa ligi hiyo kwa maana ya waamuzi.